Mariamu aliondoka akaenda hata nchi ya milimani kwa haraka mpaka mji mmoja wa Yuda. Akaingia nyumbani kwa Zakaria, akamwamkia Elisabeti. Ikawa Elisabeti aliposikia kule kuamkia kwake Mariamu, kitoto kichanga kikaruka ndani ya tumbo lake. Elisabeti akajazwa Roho Mtakatifu, akapaza sauti kwa nguvu akasema, umebarikiwa wewe katika wanawake, naye mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Limenitokeaje neno hili, hata mama wa Bwana wangu anijie mimi? Maana sauti ya kuamkia kwako ilipoingia masikioni mwangu, kitoto kichanga kikaruka kwa shangwe ndani ya tumbo langu. Naye yeye aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa aliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema, moyo wangu wamwadhimisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana tazama, pia sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa, kwa kuwa mwenye nguvu amenitendea makuu, na jina lake ni takatifu. Na rehema zake hudumu vizazi hata vizazi kwa hao wanaomcha. Amefanya nguvu kwa mkono wake, amewatawanya walio na kiburi katika mawazo ya mioyo yao. Amewaangusha wakuu katika viti vyao vya enzi, na wanyonge amewakweza. Wenye njaa amewashibisha mema, na wenye mali amewaondoa mikono mitupu. Amemsaidia Israeli mtumishi wake, ili kukumbuka rehema zake, kama alivyowaambia baba zetu Ibrahimu na uzao wake hata milele. Mariamu akakaa naye kadiri ya miezi mitatu, kisha akarudi kwenda nyumbani kwake. Msikwazike nikitanga kwamba leo tunaadhimisha Pasaka. Pengine tamko hilo linaweza likaibua maswali mengi kichwani mwetu, lakini ndio ukweli. Kwani ufufuko wa Kristo ndilo chimbuko la wokovu wetu, na Kristo aliyeteswa, aliyekufa na akafufuka ndiye tumaini letu la wokovu na utukufu. Sisi wenyewe kwa ubatizo wetu tumefanywa kuwa washiriki wa ushindi wa Kristo. Kwa hiyo sisi ni wana wa ufufuko, sisi ni warithi wa ushindi, sisi ni warithi wa utukufu wake Kristo. Na kama sisi ni warithi, sisi sio wa kwanza. Mtu wa kwanza kabisa kurithi ushindi wa Kristo ni mama Bikira Maria. Maria aliyekingiwa dhambi ya asili, Maria aliyeteuliwa na Mungu, na Maria aliyepewa hadhi na heshima
ya kuwa mama wa mkombozi. Ila pia tuongeze Maria ambaye ni mfuasi wa kwanza, lakini na mshiriki wa kwanza wa mateso ya Kristo. Katika Injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa 26 na kuendelea, tunaposoma juu ya Maria kupashwa habari kwamba atakuwa mama wa mkombozi, na malaika Gabrieli alienda akamsalimu kwa salamu nzito: salamu ewe uliyejaa neema, Bwana yu pamoja nawe. Hiyo salamu inambainisha Maria kama Eva mpya, tofauti na yule Eva wa zamani. Yule Eva wa zamani alitustahilisha kifo, alitutumbukiza kwenye dhambi, alituondolea heri, tukawa wapatilizwa, tukawa walaaniwa. Lakini huyu Eva mpya ni mama wa Mwokozi na ni mama yetu. Kama mama anapewa heshima ya kuwa mrithi wa kwanza wa matunda ya ukombozi, wa kazi ya wokovu, wa ushindi wake Kristo. Na leo tunapoadhimisha sherehe ya kupalizwa Bikira Maria mbinguni, tunaadhimisha kuingia kwa Maria katika ushindi wa Kristo. Tunaadhimisha kushirikishwa kwa Maria matunda ya ushindi wa Kristo. Na tunaadhimisha pia pamoja na Maria tumaini letu. Sasa ndugu zangu, tunapoadhimisha hivi, tuna kila sababu ya kuungana na kanisa lote kumtolea Mungu sifa, heshima na shukrani. Na katika kufanya hivyo, tuna mwalimu, tuna mfano, tuna kiongozi. Mama Maria mwenyewe ni mwalimu wetu, ni kiongozi wetu, ni mtangulizi wetu. Katika somo la Injili tulisikia mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza ni Maria anayetekeleza wito na utume wake, akiwa amembeba mtoto Yesu tumboni mwake, anampeleka kwa Elizabeti, anaenda kumjulia hali jamaa yake, na Elizabeti anapompokea, anampokea Roho Mtakatifu, hivyo kwamba kitoto kichanga kikaruka kwa furaha ndani ya tumbo lake. Kwa hiyo Maria mama wa Yesu amefanya kazi ya umisionari ya kumpeleka Yesu kwa jirani, ya kumpeleka Yesu kwa wanadamu. Anajidhihirisha kama mama wa Mwokozi na kama mama wa wokovu. Sasa ndugu zangu,
tunaalikwa na kutumwa tufuate nyayo za Maria. Nyayo za Maria kama vyombo vya wokovu na kama wajumbe wa wokovu. Kwa namna ya pekee, ninyi ndugu zangu wanajirai ndani pamoja na Ndorobo na mimi, tunatumwa tuwe wajumbe wa wokovu, vyombo vya wokovu, tukimpeleka Kristo kwa wenzetu, tukimpeleka Roho Mtakatifu kwa wenzetu. Kwa hiyo tuwe makini, tuwe makini katika ulimwengu tunamoishi, tusiwe wajumbe wa takataka, tusiwe wajumbe wa uovu, tusiwe wajumbe wa mambo ya giza, tuwe wajumbe wa nuru na tuwe wajumbe wa mwanga. Jambo hili ambalo Maria anafundisha ni unyenyekevu na utayari wake kumrudishia Mungu sifa na shukrani. Elizabeth anapotambua kama mama wa Mwokozi, Maria hajui kichwa na kuanza kutamba. Kwa unyenyekevu mkubwa anaimba utenzi wa sifa, utenzi ambao ninyi Wajubilani wote mnaujua. Wale ambao bado mnasali sala za jioni, natumaini mnasali kila siku, mnauimba huo wimbo, moyo wangu wamtukuza Bwana na roho yangu inashangilia Mungu Mwokozi wangu. Huo ni utenzi wa sifa, ni utenzi wa shukrani. Sisi tunaalikwa tuimbe huo utenzi, sio kwa maneno tu, bali tuimbe huo utenzi kwa mwenendo na maisha yetu, kwa mwenendo na maisha yetu. Kwa maneno mengine, tukifuata nyayo za Maria, maisha yetu yamtukuze Mungu, maisha yetu yamwenzi Mungu na kutangaza utawala wake. Ndugu zangu, tunapoadhimisha sherehe hii ya Bikira Maria mpalizwa mbinguni, tukitambua kwamba ni mama yetu, tujikabidhi kwake, tumwombe atuombee, atufundishe na atufanye tuwe wafuasi na wajumbe mahiri na makini wa mwanaye. Mwombe atusaidie tuwe waadilifu, na naamini kwamba ninyi Wajubilani wenzangu mmedumu mpaka leo, sio kwa nguvu zenu, sio kwa maslahi yenu, bali kwa nguvu na maslahi ya Mungu. Sisi wazee wenzenu tulipoingia utawa, tulisiaki tulikuwa wanani, Wazambia wawili na Watanzania 6. Wale Wazambia wawili walishaaga dunia. Mungu awapumzike kwa amani, awapumzishe kwa amani. Watanzania 4 mbele ya safari walisema, wakaenda kutafuta maisha bora zaidi. Si kama wamepata, basi tukabaki mimi na ndugu yangu Ndorobo. Simama Ndorobo.
tayari nimesema kutosha. Kama wapoli. Haya. Sasa huyo na mimi ndio tumebaki. Tumedumu miaka 50, sio kwa jeuri yetu, bali kwa msaada wa Mungu. Basi turudishe. Mtuombee kwa Mungu tuweze hatimaye kupata kile kinachoitwa smooth landing, mwisho mwema. Na kwenu ndugu zangu wanajubilani wa miaka 25, tulipokuwa kwenye maandamano, mmoja wenu alinikumbusha mimi nilipotimiza miaka 25 ya utawa, yeye alikuja kwangu ikiwa kufaulu, akiwa ndio anaanza mwaka wake wa kwanza wa utawa. Mpongeze. Kama mlimuona ni mtu mwenye afya, ni mtu mwenye nguvu, na ni mtu mwenye uwezo. Na wengine wote walioketi hapo 13 wengine wako hivi, mko kwenye pride ya nguvu zenu, ya uwezo wenu, ya ubunifu wenu. Lakini nipende pia kutamani kwamba mko kwenye pride ya uadilifu, ukomavu na ufurahifu wa maisha na karama yetu kama watawa. Tunawaombea mwe katika ukomavu ambao unatarajiwa kunao. Shirika linawategemea sana, walio nyuma yenu wanawategemea kama mfano kutabiriwa, kama kielelezo, kama washauri, kama waombezi na kama watetezi. Basi angalieni, msishindwe katika hilo. Tunawaombea ili nanyi muimarike, hudumu, na miaka 25 ijayo tuje tuwapongeze ikiwa tumefika nanyi miaka 50. Na wengine wanatabasamu, najua wanachotuuliza. Naposema tuje tuwapongeze, wanajiuliza utakuwa wapi? Hamna shida, iwe nitakuwa hivi nilivyo au nitakuwa nimeshaanza kugeuka, haina shida. Hata nikiwa marehemu naweza kuja kiroho kupongeza. Mungu awabariki na kubariki. Amina. Lini?
pamoja mimi Mimi ndugu Pastor Nyingi. Mimi ndugu Eric Mwakibete. Mimi ndugu John Mlama. Mimi ndugu Ronaldo Situtu. Mimi ndugu Fume Sibakule. Mimi ndugu Baraka. Mimi Basari Maleta. Mimi ndugu Macho Mbudi. Mimi ndugu Festus Mama. Kurudia nadhiri kwa pamoja. Kwa kuvutwa na neema ya Mungu napenda kuendelea kuishi Injili na kufuata kwa karibu zaidi nyayo za Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo kwa imani na thabiti naendelea kuahidi nadhiri zangu kwa Mungu Baba mtakatifu na mwenyezi, kuishi kwa utii bila mali na kwa usafi kamili kwa maisha yangu yote. Naahidi kutekeleza kwa uaminifu maisha na kanuni na roho iliyothibitishwa kwa amri yote kadiri ya katiba ya lugha wadogo nchini. Hivyo najitoa kwa moyo wote kwa jamaa hii ili kwa kazi ya Roho Mtakatifu, kwa mfano wa Bikira Maria asiye na doa, kwa maombezi ya Baba yetu Francisco na ya watakatifu wote, na kwa msaada wa ndugu, nifikie ukamilifu wa mapendo katika utumishi wa Mungu, kanisa na watu wote. Nami kwa niaba ya kanisa na shirika letu, kwa jina la Mungu Mwenyezi, na waahidia uzima wa milele mkiyashika haya yote. Amen. Tumshangilie Mungu kwa makofi. Basi mishumaa hiyo inawekwa pale ilipotolewa, halafu awa Asante.
Karibuni nanyi mwapokeze wakuu wa mashirika au wawakilishi wao. Karibuni. Basi ni wakati wa kutoa sadaka zetu. Tuendelee na nyimbo za sadaka na baadaye wale wa vipaji tujipange pale nyuma kuandamana kuleta vipaji baadaye. Karibuni kwa kutoa sadaka.
Salini barikiwe na Mungu Baba Mwenyezi. Ee Bwana, sadaka hii tunayokutolea kwa uchaji ipae kwako na kwa maombezi ya Bikira Maria mtakatifu aliyepalizwa mbinguni, mioyo yetu iliyowashwa moto wa mapendo ikutamani daima kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kwa maana leo kwa mama Bikira Maria amepalizwa mbinguni, yeye aliye mwanzo na mfano wa kanisa lako litakalokamilika. Yeye pia ni kielelezo cha faraja kwa taifa linalosafiri kwa matumaini yaliyo ya uhakika. Kwa haki kabisa hutaka aonje uharibifu wa kaburi, yeye ambaye kwa namna ya ajabu alimzaa Mwana aliye asili ya uzima wa vitu vyote, na kwa sababu hiyo pamoja na malaika wa mbinguni tunakusifu tukiungama kwa furaha.
utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kutakatifuza, wala uache kuwakusanya watu kwako, ili toka mawio yaliyo hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea vitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo, ili viwe mwili na damu na Mwanao ambaye ni Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitwaa mkate na akishukuru aliubariki, akaumbega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani yetu. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya Mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uliangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambao ulitaka kutumizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi sauti wa nguvu kwa mwili na damu ya Mwanao, kujaza Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho mmoja katika Kristo. Yeye afanye sisi tuwe kama sadaka takatifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako. Kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri, na mashahidi wako wa utukufu, Mtakatifu Fransisko wa Asizi na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo 14, askofu wetu mkuu wa Tarehe Fariji,
askofu msaidizi David Chamungu, askofu mteule Vincent Mkwaji, pamoja na maaskofu wote, wakleri wote na watu wote wanaofanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hili kama mbele yako. Baba Mungu mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo ili pamoja tushirikishwe milele kwa utukufu wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake pamoja na ulimwengu mema yote. Kwa njia yake wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, tunapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen.
Tazameni, huyu ndiye Bwana Kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri wanaoalikwa kwenye karamu ya Bwana. Mwili na Kristo tulinde uzima wa milele. Amen. Thank you.
Iringa, provinsi ya Tanzania, provinsia ya mpalizo wa Bikira Maria mpalizo wa mbinguni, tunasema asante. Ni sikukuu ya jubilei miaka 50 ya ndugu zetu, ni sikukuu ya jubilei miaka 25 ya ndugu zetu. Tumpe Mungu sifa kwa makofi na vigelegele. Amani na salama. Mwashamu Baba Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi, Mheshimiwa sana Askofu mteule Vincent nani? Mheshimiwa sana Mjubilei Ndorobo, waheshimiwa wajubilei wote, Mheshimiwa mkuu wetu wa shirika provinciale, wakuu wa mashirika, mapadri, watawa, waumini wote, Kristo. Ni wasilishe kwanza salamu kutoka kwa Rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Askofu Wolfgang Pisa, ambaye alitamani kuwepo hapa kwenye sherehe hizi kubwa, lakini majukumu ya kichungaji kule Lindi yamemfanya ashindwe kufika, ila aliniomba Baba Provinciale na kwa wajubilei wote niwafikishie salamu zake. Tumshukuru kwa kumpigia makofi. Wajubilei wote, kwanza tukianza na Baba Askofu wetu mkuu kama mjubilei mkapuchini. Kwa wale ambao walikuwa mjui, kumbe alikuwa mkapuchini. Mpigieni makofi basi. Hakujua hata kama atakuwa askofu, yeye alijua tu anaenda utawani mkapuchini, na vazi hili analipenda sana hili. Kwa hivi baba, tunapongeza na wanajubilei wote tunawapongeza. Katika Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, Baba Provinciale, tunalishukuru sana shirika la Wakapuchini, na mnapoadhimisha mwaka huu miaka 800 kidunia, dunia nzima inatambua mchango mnaotoa kwenye mabara na nchi mbalimbali. Kuna Wakapuchini wametoka hapa wameenda kuinjilisha katika nchi za Uarabuni ambapo watu wengi wanaogopa, lakini nyinyi mmethubutu kwa sababu nyinyi ni watu wa amani. Tunapenda kuwapongeza kwa utume wenu mzuri uliotukuka. Katika Baraza la Maaskofu tumebarikiwa kuwa na maaskofu Wakapuchini kadhaa, lakini ningeomba tuwatambue ambao wamefanya kazi kubwa sana katika kanisa la Tanzania na kanisa la Afrika Mashariki. Wa kwanza ni Askofu Mkuu Edgar Maranta, ambaye alikuwa askofu hapa mwaka 1939 na akawa askofu mkuu wa kwanza mwaka 1953, na akafanya kazi kubwa sana katika kanisa la Tanzania kuanzisha Baraza la Maaskofu pamoja na wenzake waliokuwepo wakati ule, hasa Blomius wa kule Mwanza, na tunajivunia huyo. Lakini wa pili aliyefuata kwa kweli si mwingine, ni huyu ambaye anaadhimisha miaka 50, Askofu Mkuu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi, ambaye na yeye pia amekuwa rais wa baraza kama Maranta, na hivi ameweza kutoa mchango wake mkuu sana Baba Ruwa'ichi katika Baraza la Maaskofu tangu mwaka 1993, lakini aliingia 99, lakini aliingia kwenye uongozi katika ngazi za kitaifa zaidi mwaka 2003 na akafanya mambo makubwa sana. Na hivi baba, tunakushukuru, na Baba Provinciale tunalishukuru shirika lenu kwa kuweka watu wakarimu na kuwafundisha ukarimu. Na Baba Provinciale, tunapenda kusema kwamba viongozi hawa katika ngazi ya kitaifa hawajaangusha shirika lenu, wameliinua. Kwa sababu huyu tunaye sasa hivi hapa, Baba Askofu Mkuu Ruwa'ichi,
Sisi wengine tumekuzwa naye katika mambo ya uongozi na hivi, ila madhambi ni yetu, ila yale mazuri yote yako kwake. Mnapoona kwa mfano taasisi ya vyuo vikuu vilivyoenea nchini, ni kipindi yeye akiwa mwenyekiti wa baraza la kile chuo kidogo alichokipokea, kina wanafunzi 470 ndio anapokea chuo, lakini kina kampasi moja. Lakini sasa hivi unaona vyuo viko 10 na ngapi, mfumo wa vyuo vikuu 5 vikubwa, faculties mbalimbali na nini. Kwa kweli ilikuwa ni yeye katika kutoa uongozi na kusikiliza na kuelekeza. Tunakushukuru sana baba kwa mchango wako. Haya huenda yasije akayasikia, unajua tena vitu vingine vinasemwa mtu akiwa anazikwa, lakini walau ni vizuri akavisikia, si ndio jamani? Sio siku ya mazishi tunasoma historia nzuri, ndiye alikuwa mwenyekiti wa kanseli, ndio alikuwa chancellor, ndio alikuwa rais wa baraza, lakini asikia hata sasa hivi. Makofi kwake. Lakini pia baba provinciale, shirika lenu kwa kweli tunalishukuru sana. Sasa hivi rais wa baraza letu pia ni Mkapchini. Ni Mkapchini ya baba Askofu Wolfgang Pisa, ni Mkapchini na ni askofu wetu wa Lindi na ni rais wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania, na analibeba kanisa katika mazingira magumu ya majonzi, lakini ndio yeye huyo Mkapchini, huyo mzee wa amani, tumpongeze. Wamisionari katika kufika kwao hapa Tanzania ndio wametufanya tukawa imara kama kanisa Katoliki. Wenyewe hawa walikuja zaidi baada ya vita vya kwanza vya dunia, ndio walikuja, lakini walishika kazi hiyo kwa nguvu kubwa, wakishirikiana na White Fathers, All Ghost Fathers, wa Benediktini. Haya mashirika ya mwanzo makubwa manne ambayo yalifanya kazi kubwa sana kwa nchi hii. Hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kuwa na waanzilishi wa mashirika walio na maono ya utakatifu. Lakini tunawapongeza pia Wakapchini kwa utume mnaoendelea kufanya katika majimbo mbalimbali na kulea vijana. Kwa mfano umemlea huyu Mnyika aliyebatiza mtoto hapa, alikuwa awe Mkapchini akasepa akaingia kwenye siasa lakini hajasahau eti baba provinciale amekuja kubatiza mtoto hapa, na mtoto wake wa kwanza. Katika ugomvi wangu nilikuwa nalea vijana wanasiasa wa vyama vyote, na yeye alikuwemo. Nikamwambia, kwa nini uoi wewe? Kama unataka basi rudi ukavee kanzu, au uko sirudi tena. Sasa oa sasa. Hatimaye ameoa. Makofi kwake pia. Napoongea hivi Mama Tibaijuka yuko hapo, profesa, anasema na mimi nililelewa na White Sisters, ndio waliojiunga Rugamba Secondary School ya kwanza. Mama hebu simama na wewe tukupongeze kwa Wakapchini. Huyo alilelewa na masista katika elimu ya wakati ule middle school, secondary, basi ndio alilelewa mpaka akawa profesa, akawa nani, lakini sasa hivi ni bibi, sawa bibi wa familia. Hongera sana mama. Zawadi niliotumwa nilete ni neno la shukrani na nyinyi, kwa sababu mna jua tulivyo karibu, basi tuko pamoja na ninyi. Lakini kwa Watanzania wote, Nyerere alipokuwa akianzisha chuo kikuu cha kwanza Tanzania, anasema hatuwezi kuwa na taifa huru bila kuwa na chuo kikuu. Mwaka 1961 tarehe ile ya 25 Oktoba wakarikuti wanafunzi, na anasema tunaanza na kitivo cha sheria ili viongozi wetu, wakati wenzetu ule mwaka wa 61 Marekani walikuwa wanaenda kufanya utafiti angani, wanaenda kule mwezini, sisi tunaandaa na sheria waje waende vijijini kwa watu. Wakarikuti wanafunzi 14, mmoja akawa ni msichana kutoka Shinyanga. Kuja kugundua mabweni yaliyopo ni ya wavulana, ya wasichana hawapo. Yule binti akapokelewa hapa Msimbazi. Kwa hiyo Msimbazi Center Wakapchini ambao walikuwa wanaiongoza ndio ikawa vile vile sehemu ya kutoa malazi kwa watu wanaokuja kufanya kazi za serikali, hasa wale Wakatoliki
ambao wanataka kutunza imani yao na kuendelea kusali. Kwa hivyo tunawashukuru sana kwa kutuanzishia senta ya Msimbazi, na wakapchini tunaomba roho yenu ya kutakatifuza Tanzania, hasa huduma hizi mlizoleta. Kama hapa kuna maungamo, hapa kuna kusali masaa 24, nadhani wengi mnafahamu, masaa 24, na hapa kuna muungamishaji muda wote yupo hapa. Ukitaka kuungama toka kule, ukija hapa unapokea sakramenti ya upatanisho, unajitakasa, unajiweka vizuri wewe na Mungu wako. Tunawashukuru sana kwa huduma hii, na muieneze sehemu mbalimbali kwenye miji yetu. Kristo. Tuwapongeze wa Jubilei tena. Asante sana Baba Kitima, katibu mkuu wa TC, kwa neno hilo zuri. Basi hapa hatuna speech nyingi, na wote tunakaribishwa kwenye sherehe baada ya kumaliza misa, lakini namkaribisha ndugu provinsiali aseme neno. Karibu. Kigoga basi niache tu, lakini kwanza napenda kushukuru Mungu kwa zawadi hasa siku ya leo na kuadhimisha sherehe ya Mama Bikira Maria Malkia Mbinguni, ambaye ni msimamizi mwombezi wa provinsia yetu. Tumeshasikia tayari, ndio leo tunaadhimisha sherehe ya provinsia yetu kwa nchini hapa Tanzania. Asanteni sana kuja kushirikiana nasi, lakini kubwa ambao mwendelee kutuonea ili tudumu katika uaminifu kama nchini, kuishi maisha yetu fuata bora ya Francisco ambaye yeye alifuata Kristo mwenyewe, Injili takatifu kwa uaminifu, kwa udogo, kwa unyenyekevu na kupenda maskini. Lakini pia leo kwa namna pekee nimeshasikia, tunamshukuru Mungu kwa zawadi na ndugu zetu 16 wanaoadhimisha jubilei miaka 50 uzito wawili, pamoja na askofu mkuu na pamoja na ndugu yetu Roho na wengine 14 miaka 25. Naomba kwa heshima mwakaji 14 wanaoadhimisha jubilei ya 25 na ndugu Pasco Diwi miaka 25, Festus Manda miaka 25, Mfume Wakule tawaona vizuri mkuu msiangaike, ndugu na Maraka Situtu miaka 25, Wilaya Spandera miaka 25, ndugu Eric Mwambete miaka 25, ndugu Oro Mkuru miaka 25, ndugu Amedeus Kauki aliyepatana hapa miaka 25, Erasmus Seneti miaka 25, Umati Kungu miaka 25, Modest Sangia miaka 25, John Kinao miaka 25, Ukaris Kaliohai miaka 25, Ubasrei Malenga miaka 25, pamoja na hao ndio kusema mwanzoni miaka 50 Baba Askofu Mkuu iliyotalia speech na ndugu yetu Roho. Naomba kuwashangilia. Sio kanisa tu, lakini ndugu wengi waliokuja nyuma yako daima wanataja wewe kama mfano mzuri wa kuigwa. Baba Askofu, asante sana. Lakini tunamshukuru pia askofu mteule Baba Vincent Mkwaya, yeye daima alikuwa kwetu wote kwa mchango mkubwa kwa shirika, lakini pia kwa kanisa. Hatuadhimishi idadi ya miaka, wingi wa miaka, naadhimisha makuu ya Mungu, naadhimisha utume wenu mzuri kwa watu, naadhimisha maisha yenu mazuri, ndio ushuhuda uliogusa maisha ya watu. Maana leo
kuwaombea kama askofu aliyosema, muendelee kuwa taa kama mama Bikira Maria, muendelee Kristo kwa wengine, lakini daima uwe watu shukrani kama mama Bikira Maria. Na tunapoadhimisha sisi familia yote ya Kristo duniani, kusikia Baba Kitima, tunaadhimisha miaka 800 ya Pasaka Baba Francisco. Manake tangu alipofariki mpaka leo alipoingia kwenye uzima wa milele. Sasa tunapoadhimisha kikubwa, sisi tunaangalia mfano wa maisha yake, kuamsha tena maisha yetu ya Francisco, maisha ya udogo, maisha ya udugu, maisha ya huruma, maisha ya upendo, maisha ya kumcha Mungu, maisha ya kuishi Injili kwa unyenyekevu. Na mwishoni katika maisha yake alikuwa anakaribia kufa, alisema mimi nimefanya sehemu yenu yangu. Alijitahidi kufanya sehemu yake katika maisha yake, na akasema anamuomba Kristo tusaidie sisi pia kuishi sehemu yetu, tutambue wajibu wetu kuishi uaminifu. Maneno haya yaendelee kutia moyo sisi kama Walutheri na kama Wakristo wote, tuendelee kutambua sisi ni ndugu wadogo Francisco kwa chini, tuendelee kuishi uaminifu. Nawashukuru pia wakuu wa mashirika walioko hapa au wawakilishi wao, nashukuru sana, asanteni sana kujiunga nasi. Nashukuru mapadri wote kabisa waliofika kwa wingi kujiunga nasi, nashukuru sana, tutakuwa zaidi blogu hii. Tunashukuru pia watawa wote kabisa kwa kuja kushirikiana na sisi, kumshukuru Mungu, kuombea zetu na kuombea pia kanisa letu ya Tanzania. Kwa namna nyingine, tunashukuru wazazi wa hawa Walutheri, ndugu, jamaa, marafiki waliofika kujiunga nasi, kumshukuru Mungu kwa zawadi hawa ndugu zetu. Tunashukuru sana. Hawa ndugu zetu, lakini ndugu zetu pia ni wanashirika moja kwa moja, lakini bado wanaendelea kubaki ndugu zetu. Asanteni sana kwa kuja kushirikiana na sisi. Tunashukuru pia kwa namna pekee ndugu zetu wa Francisco wa Sibari, hawa ambao kwa wanaishi roho Francisco pia. Francisco, tunashukuru sana kuja kwa kuongeza ndugu zetu hawa. Mimi pia vijana wa Francisco tunashukuru sana kwa pamoja nasi. Kikundi cha Padre ambao daima wako hapa wanahamasisha mambo mbalimbali, jambo mbalimbali, tunashukuru sana. Pia wale wa seminari wa zamani wa Maua Masere, nashukuru, akiwemo Mungika Katani ni mmoja wa wanafunzi wa zamani na alumni, alumnus. Nashukuru sana kwa pamoja nasi. Lakini kwa nini tunashukuru ndugu hizi kwa kita hanzi kwa aliwaongoza hawa ndugu wa Walutheri katika retreat kiandaa siku ya leo. Hizo asante sana. Tunawashukuru wahudumu wa Israeli hapa kwa kuandaa yote, upate pia kusaidia kuandaa na familia wa Israeli na kusaidia hapa hivi. Tunashukuru sana kwa pamoja nasi. Tunashukuru wanakwaya, nisikia vizuri sana kwaya mwiza kwa ibada hii. Nadhani ni kwaya shirikisho na kwaya ya Msimbazi. Cecilia Msimbazi. Asanteni sana. Tunawashukuru sana. Lakini niwashukuru kwa namna pekee ndugu zetu wa Kapuchini wote kabisa waliofika kushirikiana kuwasindikiza ndugu zetu. Daima tuendelee kuwa pamoja, tusaidiane katika kuombeana, katika kushauriana, kusindikizana, kutiana moyo. Tunashukuru sana ndugu zangu kwa kufika kuwaombea hawa ndugu zetu.
Tunawashukuru pia vyombo vya habari mbalimbali, nadhani watakuwa kimoja sijui joto katika yake, lakini karibuni sana vyombo vya habari, ni sehemu ya kushirikisha pia. Tunashukuru sana. Tunawashukuru pia wageni wote kabisa, wote kutoka sehemu mbalimbali. Najua kuna watoka parokia nyingine mbalimbali nje ya Dar es Salaam, mikoani, wapi. Karibuni sana katika sherehe yetu iliyobarikiwa hapa katika Salamiano, ni makao makuu ya Ndugu Francisco wa Kapuchini. Karibuni sherehe pamoja. Baada ya hayo, niseme pia tunamwombea huyu mtoto aliyebatizwa leo, tuendelee kumwombea na wazazi wake, sababu leo siku ya pekee. Kila Maria amezaliwa mbinguni na kuna mmoja amezaliwa katika kanisa kwa ubatizo. Tunaendelea kuombea wazazi, kuombea mlezi, msimamizi na kuombea mtoto aendelee kukua katika maadili mema ya Kristo. Asanteni sana. Tumsifu Yesu Kristo. Naitwa Padre Vincent Laurent Mkwaji. Bwana awe nanyi. Mungu aliyependa kwa wema wake kuwakomboa wanadamu kwa kuzaliwa kwake mwanaye na Bikira Maria mtakatifu, apende kuwastawisha kwa baraka yake. Jaliwe kutambua daima na popote ulinzi wake, yeye ambaye kwa kupitia kwake twastahili kupokea kuumba wa uzima. Nanyi mliokusanyika leo kwa moyo wa ibada, mjaliwe kurudi mkiwa na mapaji ya furaha za kiroho na tuzo za mbinguni. Baraka yake Mungu Mwenyezi, ya Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Nendeni na amani. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Nipungie mkono namna hii kama Mungu kweli ni mwema. Simama wote kwa umoja wao. Asanteni sana, asanteni sana. Wengine ni schoolmates, wanaomba wasimame kwa umoja wao. Asanteni sana. Amani na salama. Makofi tena hapo ndugu Masawe. Amani na salama. Mimi naitwa ndugu fundi Sibakule.
ndugu Florence Ivakule, Ninao wageni, ndugu wangu, kaka yangu, marafiki zangu, lakini pia dada zangu na wengine wote ambao wametoka Kigoma, Mwanza na Morogoro. Naomba usimame kwa pamoja na kuimba. Amani na salama. Amani na salama. Mimi kwa jina naitwa ndugu Pastor Jimmy. Ninao wageni mbalimbali, kaka yangu yuko pale na binamu zangu wako pale. Ule ninapofanya utunge pia baadhi ya wafanyakazi wapo. Ninaomba wote tusimame kwa pamoja. Wote wageni wa mbinguni. Amani na salama. Amani na salama. Amani na salama. Amani na salama. Mimi naitwa ndugu Festus Manda. Ndugu Festus Manda, Ninafanya utume kule Dodoma, mkurugenzi wa mito wa shirika letu. Kwa hiyo wageni mbalimbali nitatambulishwa kwa makundi. Nikianza na Dodoma, naomba wafanyakazi wetu wa Brother Martin na ndugu wote kutoka Dodoma, naomba tusimame. Wa Dodoma wote kutoka Dodoma, saa kule nyuma sawa. Morogoro kutoka Sali, mama Makesha na wengine wote Makesha Mbukulano simame pia. Dar es Salaam, mama zangu wadogo, dada zangu na wadogo zangu, Fred Isai na wengine wote kutoka Dar es Salaam, Mwanza, mama wote tusimame. Asanteni sana. Amani na salama. amani na salama. Karibuni. Hao pongezi. Makofi yao. Mani kweli unakubali mziki unamwagika hata makofi upigi. Kweli.
kwa ndugu na ndugu Jubilei amekula, amesema inafaa, naye anamlisha baba askofu mkuu kwa kumeteza kwake. Sawa jamani, tukitaka kuja vigelegele jamani. Najua wacha Jubilei wote. Niangalie nani? Wajubilei, karibuni wageni wote, karibuni Wajubilei. Katibu mkuu Mama Tibaijuka, karibuni tupate keki. Tuko kwa Tumaini. Kwa Tumaini. Hongereni sana. Ina umbo la tau, msalaba wa Salemiano. Hongereni sana. Basi naomba familia ya mtoto aliyebatizwa waje hapa wale keki. Karibu ndugu Mnyika na mama na Lunai, karibu Maua Lunai, naomba karibu Maua Lunai, karibu namna hiyo. Ndugu Doho, karibu ndugu Doho, Passport Doho na ndugu Wadiwi, karibu mleketi hapa. Namna hiyo. Unapata hapo? Sawa, mpe hiyo na dafu. Naomba vifra kama upo utawa watatu, karibuni hapa. Mmoja mwakilishi utawa watatu, kuna keki ya tau alumni. Utawa watatu kwa ndugu Chibrus, utawa watatu vifra. Mwengona mabadila wina pala baba, tukupe keki hii.
Haijamwagika hata tone. Vizuri amefaulu. Watatu. Wanne. Thank you.